wananchi wa Tanzania, ahadi hii ya kuwa na katiba mpya haitaweza kufikiwa kama tutaendelea na mtindo wa mwaka 2014 wa watu kususa, kukejeli na kutokuheshimiana. Ili kufikia lengo hili, ni lazima tujenge moyo wa taifa letu, tuwe na msingi, tuheshimiane ili tuweze kuandika katiba ambayo Mheshimiwa Rais ameahidi kwenda kuiandika. Jambo la pili, Mheshimiwa Naibu Spika, ukisoma hotuba hii utabaini kwamba rais wetu ana sifa ya kuahidi na kutenda. Kila alichoahidi kwenye bunge ameanza kutekeleza. Yamesema na wabunge wenzangu hapa. Aliahidi kwenda kutoa ajira kwa Tanzania. Ajira zaidi ya 12,000 zimetangazwa, na juzi wabunge mmeshuhudia kwenye halmashauri zetu tumepokea watumishi wapya. Mimi kwangu zaidi ya wafanyakazi 83 wameripoti Njombe DC. Mama Samia, asante sana. Jambo la tatu, Mheshimiwa Naibu Spika, rais wetu ni mvumilivu sana. Tunaye rais ambaye yuko tayari kusikiliza kila maoni. Wako watu kwenye mitandao wanaandika kejeli, wengine wako nje ya nchi wanaandika mambo mbalimbali, lakini rais wetu amekuwa mtu msikivu sana, amekuwa mvumilivu sana kusikiliza maoni na kuhakikisha kila mmoja apate nafasi ya kujenga nchi yake. Na kwenye hotuba yake amesema hata kule nyuma mwaka 2025, 2024 wako watu walipuuza mkono wa Mheshimiwa Rais wa kuweka mshikamano kupitia fawara. Kwenye hotuba yake rais amesema pamoja na wadau kuutupa mkono wa kujenga umoja na maridhiano, rais wetu ameutoa mkono tena wa maridhiano kwa ajili ya kujenga nchi yetu. Huu ni uvumilivu wa hali ya juu sana. Jambo la nne, Mheshimiwa Naibu Spika, rais wetu ni mlezi, ni mtu mwenye huruma na upendo mkubwa sana kwa Watanzania. Mheshimiwa Naibu Spika, ukisoma hotuba hii utabaini kule nyuma kulikuwa na kilio cha muda mrefu cha wafanyakazi juu ya kikokotoo. Rais wetu aliongeza mafao ya wafanyakazi ambao wanastaafu. Huyu ndio Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Lakini pia imesemwa kwenye hotuba, rais wetu alipoona wako vijana ambao waliingia kwenye machafuko yale kwa mkumbo, kwa kushawishiwa, kwa kutokujua, kwa sababu ya huruma na upendo wake akaamua kumsamehe. Huyu ndio Mama Samia Suluhu Hassan. Jambo lingine, Mheshimiwa Naibu Spika, rais wetu ni muumini wa utawala wa sheria, demokrasia na umoja wa kitaifa. Nilimsikia rafiki yangu Ado Shaibu kabla hajawa mbunge hapa akiwa kule nje akimsihi Mheshimiwa Rais aweke msingi mzuri wa uchaguzi ili haki itendeke kwa kila mtu, na hatimaye Ado Shaibu ameshinda kwa upinzani, yuko ndani ya bunge. Huyo ndio Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa wito wangu kwa wabunge tulioko humu ndani, tutumie nafasi hii kumuunga mkono Daktari Mama Samia Suluhu Hassan. Tumtie moyo afanye kazi. Tulinde nchi yetu kwa sababu rais anampenda kila mmoja wetu ndani ya bunge hili. Jambo lingine, Mheshimiwa Naibu Spika, hapa naomba niseme pia mchana huu, rais wetu ni mpole lakini mwenye msimamo mkali. Kwenye hotuba aliyotoa hapa alisema bayana kwamba linapokuja swala la kulinda maslahi ya taifa hakuna mbadala, na alisema wazi kwamba ni lazima tulinde utu, uhuru na misingi ya nchi yetu. Huyo ndio Daktari Mama Samia Suluhu Hassan. Jambo lingine, Mheshimiwa Naibu Spika, ukisoma hotuba hii utabaini rais wetu anatambua mchango wa kila jinsia kuchangia uchumi wa nchi yetu, na ndio maana utaona ndani ya bunge lako, Mheshimiwa Naibu Spika, idadi ya wabunge wanawake wameongezeka. Hii ni kwamba Daktari Samia Suluhu Hassan anathamini mchango wa kila jinsia katika ujenzi wa nchi yetu. Leo bunge limependeza, akiwa mama wako wengi na wanaume tunakwenda kujenga nchi yetu. Hongera sana Mama Samia Suluhu Hassan. Jambo la mwisho kwa mchana huu, Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nitoe wito. Ziko siasa zinaendelea kwenye ukanda, geopolitics, na kuna watu ambao Watanzania wako nje ya nchi wanaendesha siasa huko. Rais wetu ameshaweka msimamo kwamba linapokuja swala la maslahi ya taifa, sisi kama Watanzania tusiwe na mbadala. Tutajenga msingi wa mahusiano, tutajenga msingi wa kushirikiana, lakini kamwe
kwenye maslahi ya taifa, tusiyumbe wala kurudi nyuma. Baada ya mchango huo, Mheshimiwa Naibu Spika, mtumie nafasi tena